Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano wa kisiasa na wa kijeshi unaoendelea kuongezeka katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuhusu uhusiano kati ya Israeli, Iran na Marekani umeendelea kuwa kitovu cha mjadala wa kimataifa. Mataifa haya matatu yanaendelea kuvutana kimkakati kuhusu usalama, diplomasia na ushawishi wa kijeshi katika eneo hilo nyeti duniani. Katika kikao cha hivi karibuni kilichofanyika ikulu ya Marekani mjini Washington, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikutana na Rais Donald Trump kwa mazungumzo ya kina yaliyodumu takribani masaa matatu. Ajenda kuu ilikuwa ni mpango wa nyuklia wa Iran, uwezo wake wa makombora ya masafa marefu, pamoja na usaidizi wake wa makundi yenye silaha kama Hamas na Hezbollah. Rais Trump alisisitiza msimamo wa Marekani kwamba mazungumzo ya kidiplomasia na Iran kuhusu mpango wa nyuklia lazima yaendelee. Hata hivyo, hakutoa msimamo mkali kuhusu madai ya Israeli ya kujumuisha pia suala la makombora na msaada wa Iran kwa makundi ya wapiganaji kama sehemu ya makubaliano mapana. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya mkutano huo, hakukuwa na makubaliano kamili yaliyofikiwa kati ya viongozi hao wawili. Kilichokubaliwa tu ni kuendelea kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, jambo linaloonyesha tofauti ya kimkakati kati ya washiriki hao wa muda mrefu. Netanyahu kwa upande wake alieleza msimamo mkali wa Israeli, akitaka kuwepo kwa vikwazo zaidi dhidi ya mpango wa makombora wa Iran na hatua kali za kuzuia usaidizi wake kwa makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa Israeli, masuala hayo ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa hilo na utulivu wa eneo zima. Hata hivyo, madai hayo hayakupata uungwaji mkono wa wazi kutoka Marekani katika mkutano huo. Kutokuwepo kwa tamko la pamoja juu ya hoja hizo kunaashiria tofauti za vipaumbele kati ya Washington na Tel Aviv kuhusu namna ya kushughulikia tishio la Iran. Changamoto kubwa inayokwamisha juhudi za diplomasia ni msimamo wa Iran kukataa kujadili masuala ya makombora yake na uhusiano wake na makundi yenye silaha. Tehran imekuwa ikisisitiza kuwa mazungumzo yahusishe tu mpango wa nyuklia na si mambo mengine ya kijeshi au ya kisiasa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema hali hii inaifanya diplomasia kuwa ngumu zaidi, kwani mataifa ya Magharibi pamoja na Israeli yanataka makubaliano mapana yatakayogusa nyanja zote za usalama. Bila makubaliano ya kina, hatari ya mvutano kuongezeka inaendelea kuwepo. Katika nyanja ya kijeshi, tathmini mbalimbali zinaonyesha uwezo wa Israeli kuendesha vita kwa muda mrefu dhidi ya Iran ni mdogo bila msaada wa moja kwa moja kutoka Marekani. Israeli inategemea sana teknolojia ya kijeshi, misaada ya kifedha na ulinzi wa kisiasa kutoka Washington. Hii ina maana kuwa maamuzi ya Marekani yana ushawishi mkubwa juu ya hatua zote za kijeshi zinazoweza kuchukuliwa na Israeli. Bila uungwaji mkono huo, operesheni za kijeshi dhidi ya Iran zingekuwa na changamoto kubwa za kiutendaji na kimkakati. Kwa upande wa Marekani, msimamo wa Trump unaonekana kuegemea zaidi diplomasia kuliko vita. Serikali yake ina imani kuwa makubaliano ya nyuklia yanaweza kupunguza hatari ya mzozo mkubwa wa kijeshi na kutoa nafasi ya mazungumzo ya muda mrefu. Hali hii inaonyesha wazi kuwa licha ya Israeli kuwa na msimamo mkali, bado haiwezi kusonga mbele peke yake bila kuzingatia msimamo wa mshirika wake mkuu. Ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili unabaki kuwa nguzo muhimu ya usalama wa Israeli. Kwa ujumla, mgogoro huu unaonyesha mizani nyeti ya nguvu kati ya diplomasia na uwezo wa kijeshi katika siasa za kimataifa. Hatima ya mvutano huu sasa inaegemea mwelekeo wa mazungumzo ya Marekani na Iran, pamoja na namna washirika wake watakavyoamua kushiriki katika hatua zinazofuata. Hivyo basi, macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa Washington, Tel Aviv na Tehran, huku wachambuzi wakitahadharisha kuwa maamuzi yatakayofanyika katika miezi ijayo yanaweza kubadilisha usalama wa Mashariki ya Kati na siasa za kimataifa kwa ujumla. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.